DW Dunia Yetu Leo Mchana. Shukran John Juma kwa taarifa ya habari za ulimwengu. Msikilizaji wa DW, mchana huu tumekuandalia mengi, ikiwa ni pamoja na Marekani na Iran kusaini hapo jana makubaliano ya kumaliza vita. Ni yapi yaliyofikiwa? Kwa hiyo hakuna ambacho sasa hivi kimepatikana ambacho hakikuwa katika mkataba wa awali. Labda ambacho sasa kimepatikana ni pamoja na Irani kuondolewa vikwazo, kupewa misaada na vitu vingine. Na ndio maana umesikia kiongozi wa Irani amesema kwamba ni mshindi mkubwa kwao, na wengine wamefikia hatua ya kusema wazi kwamba Marekani amesalimu amri. Ukraine imefanya mashambulizi makubwa ya droni nchini Urusi, na huko Kongo jeshi latangaza kuchukua udhibiti wa eneo la kimkakati la Minembwe. Kwa hayo bila shaka na mengine mengi, tafadhali usibadili kituo. Msikilizaji wa DW na mtazamaji wetu kwenye mitandao ya kijamii, tunathamini sana maoni yako. Unachotakiwa kufanya ni kunitumia ujumbe mfupi kwenye mitandao yetu ya Facebook, Instagram na hata YouTube. Tafuta DW Kiswahili nami nitausoma ujumbe wako kadri muda utakavo niruhusu. Tuanze moja kwa moja na uchambuzi wa ripoti zetu, ambapo rais wa Marekani Donald Trump amesaini makubaliano na Iran jana Jumatano, ambayo yanaitaka jamhuri hiyo ya Kiislamu kupunguza kiwango cha akiba yake ya madini ya urani yaliyorutubishwa. Makubaliano hayo pia yanaondoa baadhi ya vikwazo vinavyoungwa mkono na Washington dhidi ya nchi hiyo, hatua itakayoiwezesha Iran kuuza mafuta yake. Babu Abdallah na maelezo kamili. Waziri Mkuu wa Pakistan Shehbaz Sharif, ambaye amekuwa mmoja wa wapatanishi wakuu kati ya Marekani na Iran, amesema makubaliano ya awali ya kumaliza vita yanaanza kutekelezwa mara moja baada ya viongozi wa nchi zote mbili kutia saini makubaliano hayo. Makubaliano hayo yanataka kusitishwa kwa uhasama kabisa na kuanzisha kipindi cha siku 60 cha mazungumzo ya kufikia makubaliano ya mwisho kuhusu mustakabali wa mpango wa nyuklia wa Iran, ingawa Trump ameacha uwezekano wa kuishambulia tena Iran endapo masharti hayatatekelezwa. Kwa siku kadhaa, makubaliano hayo yalikuwa yamegubikwa na usiri na mkanganyiko. Maafisa wa Marekani walikataa kufichua yaliyomo, licha ya kueleza kuwa Trump na makamu wake JD Vance tayari walikuwa wameyasaini kwa njia ya kidijitali mwishoni mwa wiki. Inaripotiwa kuwa Trump alisaini nakala halisi jana Jumatano wakati wa dhifa ya chakula na rais wa Ufaransa Emmanuel Macron katika ikulu ya Versailles, mahali ambapo makubaliano mengi ya kihistoria yamesainiwa ili kumaliza vita au migogoro ya mipaka. Ikulu ya Marekani, White House, ilikuwa imepanga sherehe ya kusaini makubaliano hayo kesho Ijumaa nchini Uswizi, lakini hatma ya sherehe hiyo sasa haijulikani kutokana na taarifa zinazokinzana kutoka Marekani, Iran na Pakistan. Alipoulizwa na waandishi wa habari kuhusu iwapo wametia saini makubaliano hayo, Trump amesema, "Ndiyo, nimesaini." Katika video iliyochapishwa mtandaoni na msaidizi wa ikulu ya White House, Trump alionekana ameketi mezani karibu na Macron akisaini nakala ya makubaliano hayo na kisha kumkabidhi waziri wa mambo ya nje Marco Rubio hati hiyo, huku watu waliokuwemo chumbani wakipiga makofi. Hili halikuwa jambo rahisi, Trump alisema muda mfupi kabla ya kusaini, kulingana na video iliyochapishwa kwenye mitandao ya kijamii na Rais Macron. Hawa ni baadhi ya raia wa Iran mara baada ya makubaliano hayo kutiwa saini. Sidhani kama tunapaswa kusema kwamba nchi fulani imeshinda. Nadhani pande zote mbili ni washindi kwa kuwa zimefanikisha maslahi yao binafsi. Na huko mjini Teheran, Rais Masoud Pezeshkian alisaini makubaliano hayo kwa niaba ya Iran, kwa mujibu wa shirika la habari la serikali la IRNA, ambalo lilichapisha picha yake akiwa ameshika hati ya makubaliano yenye saini yake na ya Donald Trump. Maandishi kamili ya makubaliano hayo bado hayajatolewa rasmi na upande wa Marekani, japo vyombo vya habari vya serikali ya Iran vimechapisha maandishi ambayo kwa kiasi kikubwa yanaendana na yale yaliyotolewa na Marekani.
Nam, kama ulivyosikia katika ripoti hiyo ya Babu Abdallah, Marekani na Iran zilisaini hapo jana hayo makubaliano yanayolenga kumaliza vita vya Mashariki ya Kati. Utiaji saini huo ulitarajiwa kufanyika kesho nchini Uswisi, lakini rais wa Marekani Donald Trump alisaini hati hiyo ya makubaliano wakati wa chakula cha jioni akiwa na rais wa Ufaransa Emmanuel Macron katika kasri la Versailles baada ya mkutano wa G7, huku rais wa Iran Masoud Pezeshkian akisaini akiwa mjini Tehran. Nimezungumza na mchambuzi wa siasa za kimataifa Bandio Mubelo akiwa huko Marekani, na kwanza nimemuuliza kwa nini hatua hii imeharakishwa. Tuendelee kukumbuka kwamba JD Vance atasaini tena kesho, lakini bado Donald Trump anaamini kwamba lazima awe sehemu ya sura ya kila kitu ambacho kinakuwa kikubwa katika dunia sasa. Na chini ya makubaliano hayo, Iran imekubali kupunguza kiwango cha urutubishaji wa madini ya urani, huku ikiruhusiwa kuanza tena kuuza mafuta, na Marekani ikiahidi kulegeza baadhi ya vikwazo na kusaidia kuanzishwa kwa mfuko wa dola bilioni 300 kwa ajili ya ujenzi mpya wa Iran. Yote haya huoni kama Iran inanufaika zaidi na makubaliano hayo ambayo yanaonekana ni kama Marekani imesalimu amri? Iran kabla ya hapo ulikuwa katika mkataba wa JCPOA ambao mkataba huo ulikuwa umewazuia na usingewawezesha kufikia katika urutubishaji wa urani ambao wamefikia hivi sasa. Ilikuwa ni baada ya Donald Trump kujiondoa katika ule mkataba, Iran ikawa inaendelea na shughuli zake, na sasa Donald Trump amekwenda akaweka vikwazo, akapiga vita, akafanya kila kitu. Amerejeshewa vitu viwili. Kwanza, Strait of Hormuz imefunguliwa ambayo ilikuwa haijafungwa kabla ya mashambulizi, na Iran imekubali kutoendeleza urutubishaji ambao ilianza kuendeleza baada ya Donald Trump kujiondoa katika mkataba. Kwa hiyo hakuna ambacho sasa hivi kimepatikana ambacho hakikuwa katika mkataba wa awali. Labda ambacho sasa kimepatikana ni pamoja na Irani kuondolewa vikwazo, kupewa misaada na vitu vingine. Na ndio maana umesikia kiongozi wa Hezbollah amesema ni ushindi mkubwa kwao, viongozi wa Iran wamesema kwamba ni ushindi mkubwa kwao, na wengine wamefikia hatua ya kusema wazi kwamba Marekani amesalimu amri. Ukweli wa mambo ni kwamba ukisoma vipengele hivi 14 ambavyo kwa namna ambavyo vimeandikwa vinaonyesha wazi ni kwa nini Rais Donald Trump amekuwa akimtukana Netanyahu, kwa nini Donald Trump amekuwa akitaka amani, kwa nini Donald Trump amekuwa akihimiza mapigano ya ishe, kwa sababu kila kilichomo ndani kinaonyesha jambo moja tu, kwamba amefanikiwa kupata mwanya wa kuchomoka kwa sababu alikuwa akishindwa, na huu umekuwa ni ushindi kwa Iran. Na Lebanon imetajwa mara kadhaa katika makubaliano hayo, ikimaanisha kwamba usitishaji wa vita na uhasama ni lazima uijumuishe nchi hiyo pia. Unadhani Israel itaenda kinyume na makubaliano hayo yaliyosainiwa na mshirika wake mkuu Marekani kwa kuendelea kushambulia au hata kuyakalia maeneo ya Lebanon? Huu ni mwaka wa uchaguzi na nafikiri Israel itaendelea kufanya baadhi ya mambo, kwa sababu haijalishi Donald Trump atasema nini. Donald Trump hawezi kumzuia Netanyahu kwa kutumia simu zenye matusi. Swali hapa ni kwamba Israel inataka kufanya nini, wahafidhina ndani ya Israel wanataka nini, na wamemwambia nini waziri mkuu, na wanajua kwamba iwapo hawatofanya ambacho waliahidi, watatakiwa waeleze kwa nini walianza na kwa nini wamepoteza maisha ya watu wengi na kuharibu mali, wakijua fika kwamba hawatofikia tamati ama hawatofikia kile ambacho walikuwa wameanzisha. Kwa hiyo sasa hivi tunachotegemea ni kwamba pengine upo uwezekano mkubwa kabisa wa kuona mgawanyiko wa wazi na pengine mvurugiko kati ya Rais Donald Trump na Benjamin Netanyahu, ambao haitakuwa jambo la kwanza kwa viongozi wa Marekani na Israel kugombana kwa sababu ya jambo kama hili. Kwa sababu kuna wale wanaosema kwamba makubaliano haya yameonyesha mpasuko mkubwa na ulio wazi baina ya serikali ya Israel chini ya waziri mkuu Benjamin Netanyahu na ikulu ya White House chini ya Rais Trump. Kuna ukweli gani kwenye hili? Kuna ukweli mkubwa kwa sababu nilipata kusema kwanza, vita hivi havikuwa vita vya Marekani na kila mmoja anapata shida kutoka nyumbani kwake. Israel wao wamekuwa wakitaka kwa miaka mingi wakihitaji Marekani kuweza kumdhoofisha Iran, lakini imefika mahala ambapo sasa Marekani imetambua kwamba haiwezi kuendelea na vita hivi. Kwa hiyo wamewekwa katika nafasi ngumu sana. Ni mchambuzi wa siasa za kimataifa huyo Bandio Mubelo akiwa huko Marekani, kama nilivyozungumza naye muda mfupi uliopita.